Kama umepata Waefeso 1, tunataka kusoma kuanzia mstari wa kwanza tufike mstari wa 5, alafu tutaruka tusome mstari wa 17. Baba na asante Mungu wa majeshi, na kushukuru kwa sababu ya Shinoi. Nimekuja mahali hapa ni kwa ajili ya neno lako. Bariki kila roho ambayo iko tayari kubarikiwa na kujengwa. Fungo vya mapepo kuharibu kanisa. Funga neno la Mungu Yesu, ondoa. Yesu mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Tasikiliza maandiko kwa uwezo wa Bwana. Maandiko ni Waefeso kwanza kuanzia penyewe inasema: Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Neema na iwe kwenu na imani tokaso kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. 4. Kama vile alivyotuchukua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba Paulo alipotumwa aende Efeso, vile nimetumwa kukuja hapa siku ya leo. Amen. Aliambiwa ya kwamba aende ambia watu wakuwe watu wenye imani. Amen. Na wakati watakuwa watu wenye imani, waamini ya kwamba imani inafanya mtu uwe na neno kiroho. Amen. Ukiwa kiroho hautakuwa kwa vitina. Amen. Ukiwa kiroho hautakuwa muoka. Amen. Ukiwa kiroho hautakuwa mchoyo. Yaani watu ambao wako kiroho, wale ambao Mungu anasema ni watu ambao wameokoka. Unajua kuna Wakristo kanisani wenye wameokoka na kuna wale ambao wameokoka. Sasa wale waliookoka ndio wanalinda kanisa. Wale wajaokoka ndio wenye vitina kanisani. Kwa hivyo kwa kanisa tuna watu kurutu karibu 3. Wale tu wamekuja kuona, wale waliookoka na wale ambao wana neno la Mungu kiroho. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia kanisa hatutapata watu wote wako na roho, hautapata. Watu wote ni wazuri, hautapata. Hawawezi kuwa wabaya wote. Sasa wewe ukienda kanisani unaangalia unataka kukaa wapi? Unataka kukaa kwa standard gani? Bwana asifiwe. Unataka kukaa katika ile kikundi inapenda vitina, ama unataka kukaa kwa kikundi ambayo kiko na imani na inapenda maombi? Yaani mwenyewe unachagua. Na katika kanisa wewe vile unaenda kumtafuta Mungu ama unaenda kuangalia vile watu wanajifanya? Kwa sababu watu wanajifanya tu kwa makanisa maneno. Haleluya. Lakini akitoka sura nyingine, akiwa kanisani ni mwingine. Sasa usipoenda kanisani na ukue makini, kwanza shetani anapenda kukaa kwa kanisa. Maana anakaa kwa watu ambao nimekutajia. Haleluya. Lakini kama umeokoka na Mungu amekuita na una neno la kiroho, huwa unapita kwa hiyo maneno. Hakuna mtu atakurutisha nyuma. Hakuna mtu ambaye atakunyanyasa. Unakuwa wewe na Mungu wako. Na unajua kile ulikuja hapa. Haleluya. Tuendelee. Soma hiyo 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchukua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Yaani alituchukua sisi akatufanya tuwe watoto wake kupitia kwa imani ya Yesu Kristo. Yesu alipokuwa katika mateso, hata kama mtu angetoka huko na anaanza kusema hao watu ndio wanafanya, alisema Mungu wasamehe, wajui kile wanafanya. Lakini wewe ukiona hapo tu shida kidogo, unaanza kanisa siku hizi hawaombi vizuri, siku hizi siku ya watembelee watu wakiwa wagonjwa, yaani unaanza kutafuta maneno mingi, na maneno mingi shetani anatumia ndani na anakuletea unyonge. Na hiyo unyonge inakufanya magonjwa na shida mbalimbali zinaanza kukupata. Bwana asifiwe sana. Unajua shida, shetani hawezi tu akakuja akakuletea jambo, anatangulia kutokea mbali. Alete maneno, alete vitu, ndio sasa ukiwa mdhaifu anakuja. Kwa sababu kama uko na moto na uko na imani hawezi kuja. Haleluya. Kwa hiyo nyumba nikienda kila jioni wanaomba, hao watu wanapendana,
Hao watu wanaenda kanisani, hao watu wanaheshimu Mungu. Sasa nitaendaje? Lakini akikupata wewe ni fukufuku, yaani wewe ni mtu tu ambao unajiita tu Mkristo tu jina. Haleluya. Lakini wewe ni fukufuku. Hauna ukweli. Hebu jiangalie, uko na ukweli wewe. Ukweli wa Mungu uko ndani yako. Ukweli wa Mungu unakutawala na kukuongoza. Unajua ukiwa na maneno mengi hauendi na Mungu. Mungu hataki watu wa maneno mengi. Mungu anataka, Bwana asifiwe sana. Anataka watu ambao wanishika neno. Na vile wameshika wananifuata. Na wananifanyia kazi. Unaonaje umezaa mtoto wako na ukamwambia mtoto wangu sitaki ufute sigara na anafuta, sitaki uibe na anaiba, utajisikiaje? Hata sisi Mungu kuna mambo alitukataza. Akatuambia mkitaka kuwa Wakristo wazuri hii na hii mwache. Lakini bado tunafanya na tunakuja kanisani. Sana hii. Hebu angalia mwenzako mwambie mtoto usipendeze. Mwambie unaogopa wewe ndio mwenye mtoto. Kama wewe ndio mwenye mtoto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mahali penye watu wako na mdomo hawaendelei. Wamekaa tu na midomo wiki na Jumapili inaisha, mwezi inaisha, mwaka inaisha, umeona fulani historia. Hivyo yaani kila siku injili inahubiriwa, lakini kuna washiriki nao wataambia wengine ulisikie. Kwani ukusikia ile mahubiri bado unataka mahubiri ya barabara? Haleluya. Kuna mtu tu kwa Ramisi mpaka akupitie ndio uende. Kwa nini? Lazima ungoja nitakuja kuchukua tuende Ramisi. Wewe upipe anaenda kila siku anakupitia na katika kukupitia kwako mkitembea lazima ongee jambo kuhusu kanisa. Bwana asifiwe. Ila akikuja kuchukua lazima aongee kuhusu mtumishi Harrison na kufunza vizuri. Uliona? Sasa hiyo kitabu anaweza soma. Unajana kila. Haleluya. Uliona alisema tulete mafuno, uleta vitu sake fulani alileta. Ulimuona? Anajifanyaga tiende anaimba kanisa. Yaani huyo mtu akikuja kuchukua lazima akuwe na neno. Na hilo neno ni mbaya. Na kukufunja wewe moyo. Ndio unaona mtu anaweza kuwa Mungu amemkopa, amempatia kibali kama ya Dorcas. Dorcas kazi yake ilikuwa kulinda watumishi wa Mungu. Na wakati aliona watumishi wa Mungu wanateseka, anasikia vibaya kabisa. Bwana asifiwe. Lakini huyo mtu akipitia kwako anakuja kuchukua mwenda Ramisi na alikuona ukiletea pastor kitu, anakwambia mimi ndio nilikuwa naleta vitu. Sasa wewe ndio umejiweka sasa utaleta ndio umejiweka sasa unaleta unasumukania nini? Mimi kwanza nilikuwa naleta kuliko yako. Hakuna kitu nilipata. Huyo mtu tu huyu hayuko hapa. Bwana asifiwe sana. Yaani kazi yake ni mpaka atafute kaneno, kaongea, kafunge mwenzake moyo. Basi. Sasa hiyo siku atashinda vizuri, ako na amani sababu amefunja roho fulani. Hiyo uache. Tuendelee. 6:7. Nisemeni sasa. Nisema 5 alafu tunaruka tunaenda 17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima. Yaani tunataka Mungu Yesu Kristo ametuma akuje atupatie roho ya hekima. Mtu ambaye ako na hekima apayuki. Huyo mtu ni mwerevu sana. Anakaa kwa kanisa unafikiria ni mjinga. Yeye ndio mwerevu namba 1 kwa hii kanisa. Apayuki. Lakini mtu hapa anapenda kupayuka. Bwana asifiwe. Yaani hata kupayuka kwake watu wanashaka. Hata siku hizi watu wanamwangalia tu. Anapenda kupayuka sana. Bwana asifiwe. Mungu haitaki namna hiyo. Lazima kila mtu tuombe hekima ya kulinda wokovu. Hekima ya kukaa kama Wakristo. Hekima ya kujua Mungu ndiye alituleta hapa. Hekima ya kujua mtu hata tudharau, atuambie mbona ulienda kwa hapo kanisa. Sisi tunajua Mungu ndiye alileta mimi. Si shida. Hiyo ni yako, mimi niko hapa na ninajua Mungu ndio alileta mimi hapa.
Bwana asifiwe. Unaona mtu akona korona na ndani ndani. Na pepo inamtoroya usiku. Lakini wewe uko kwa kanyumba kadogo, kama tope, unakoma chini na unalala usingizi yako yote. Unaamka yona. Unaamka unasikia uko sawa. Lakini yule ambaye anataka vitu ya dunia hata kulala halala. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usije mtu akakushtua ama ukajidharau. Uko sawa. Amen. Ambia mwenzako tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri kabisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuliamua kama Yesu. Yes. Yesu alisaliwa katika sisi na ng'ombe. Lakini baadaye akaokoa ulimwengu. Amen. Na wewe hiyo safari yako enda tu utasonga. Sasa hekima ni kitu ambacho Mungu anataka kila mmoja wetu awe nayo. Ukiwa na hekima, utasomea watoto, utalinda watoto wako watakuwa wazuri. Ukiwa na hekima, utatunza mzee wako vizuri. Ukiwa na hekima, utaheshimu wachungaji, utaheshimu askofu wako. Yaani hekima itakuelekeza kwa kila kitu ikue sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii hekima kila mmoja wetu ambaye uko nayo ama huna. Na wewe Bwana unapenda kupayuka. Wamama sana. Hata kama walisema wamama tuko na maneno mengi 1000 kwa siku. Hata wewe unapitisha. Haleluya. Kwa sababu ile neno ambayo ulisema kwa hiyo nyumba, ukasema kwa mtoto fulani, ukasema sijui nini. Si ni mambo mengi sana kutoka. Haleluya. Nani hakuvaa nguo mzuri? Si umeongea sana. Si upunguze uongee kidogo. Haleluya. Tuendelee hapo tuone. Ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yaani timani tijoto no. Ukorona kwa tukufani. Sababu anasema macho yako itiwe nuru. Na macho yako kutiwa nuru, yani ni kuanza kuangalia mambo ambayo inakufaa. Na mambo ambayo ikufai wajana nayo. Na utakutana nayo kila nayo. Kanisani utakutana nayo, kazini utakutana nayo, kienda sokoni utakutana nayo. Iko tu na mambo yenye haikufai wajana nayo. Maana uko na Mungu amekutia nuru ya kuona sahihi hata ina maana. Sio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii iko na maana kweli. Bwana asifiwe. Amen. Ndio fulani yako hivi na hivi vile kanisa yetu haina hii na hii iko na maana kweli. Haleluya. Amen. Macho yako imetiwa nuru, kwa hiyo unatazamia Kristo. Amen. Na unapomtazamia unaweka bidii ya kutenda mema. Amen. Na ile mema ndio itakufanya wewe ukutane na Mungu wako kwa njia ambayo inafaa. Amen. Usiangalie mimi, usiangalie mtu, ingawaje mimi niko sawa. Amen. Ukiniangalia huwezi potea. Amen. Haleluya. Ufuate watu ambao wako na neema na hekima, nawe utabarikiwa pia, wewe utakuwa na hekima na ujasiri. Ukitembea na mlevi wiki moja, wiki ya pili wewe ni mlevi. Ukitembea na mchawi pia wewe utakuwa mchawi. Ukitembea na watu kama sisi, uelekeze. Tukwambie Yesu, ukitaka kwenda mbinguni, ukitaka kubarikiwa, ukitaka kaa hivi. Na ukishika utaona mambo yako sawa sawa. Ndio kwa sababu Paulo alisema hapa. Bwana asifiwe. Kwenda Waefeso kukombana, alienda Waefeso kutia watu moyo. Watu walikuwa wamegundua. Haleluya. Akaenda na akawatia moyo, watu wakachangamka. Amen. Wakainuka tena. Amen. Na wakasimama na wakaanza safari. Amen. Unajua hata kuna nile naongea tu hivi. Naona washiriki siku hizi hata kuna kanisa siku wakienda wapi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu yeye anasema mimi ni wa kitambo. Sudi nipata. Mimi ni wa kitambo pana Yesu mimi. Ezi wako na mno. Kwa hivyo vile tulikupata na wewe vile ni wa kitambo. Kwa hivyo hebu ambia mwenzako kwa hivyo. Hata kama ulikuja kitambo, umekuja leo, umekuja jana, umekuja juzi, wewe Mungu anakupenda. Na anatupenda sisi wote. Bwana asifiwe. Amen. Kujua wa kitambo na majuzi, yeye anajua watoto wake ambao wamekombolewa na wako kanisani. Hiyo ndiye anajua. Sasa kujua ni msibini. Lakini yoni huo ndio basi ndio Mungu bwana. Mungu ila joni.
Ana no like ni omukuru. Omukuru no like ni omukuru. Hallelujah. Amen. No kama mambo ni sio omukuru omuno ni wira ikanisa. Amen. Tukifanya wapya. Amen. Nikikuja leo nitakuwa mpya. Nikikuja Jumapili mpya. Usikae hatuwezi kitabu. Kitabu itafanya nini? Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Jua mwito. Yes. Wa Kristo alipokuitia, alikuitia nini? Na ukijua kile Kristo alikuitia, hautakuwa na wasiwasi. Amen. Utakuwa na amani kila wakati. Amen. Mimi napenda watu wakae na amani. Napenda sana mtu mwenye ako na amani. Unajua mtu mwenye ako na amani akose, akojeke, ako tu sawa. Kwa sababu ndani yake kuna amani. Tafuta amani. Kama una amani kila wakati unakaa na wasiwasi. Unafikiria mambo mabaya. Unafikiria vile utafaulu. Unafikiria wewe iliisha. Unafikiria haiwezekani. Wajana na hiyo fikira mbaya. Tafuta amani. Mungu kama alikuwa anajua wewe huwezi kufaulu, angekuweka ukoo mzima mpaka leo. Amekuweka ukoo mzima mpaka leo kwa sababu anakupenda na kuna kitu anakuandalia na atakutendea. Isipokuwa wewe ngoja kwa maombi. Ngoja hiyo baraka zako kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mauna hodi baraka ndemba. Kami yange na sababu Yesu no. Kami yange na sababu mwene nyore. Yani lazima ningoje mwenyewe nipate. Na mimi nimeipata juzi. Amina. Bwana asifiwe. Hata miaka 10 nimefanya nini? Nimepata. Sasa wewe usiwe na haraka. Amen. Ambia mwenzako haraka wacha. Na kuandalia siku. Amen. Na hiyo siku ikifika atafanya. Amen. Na Mungu akifanya kwa siku yake inakuwa nzuri. Na ukilazimisha inakuwa na vita na sasa wakati wa Mungu kwako itafika. Kwa mwingine imefika lakini kwako bado itafika. Ikifika atatenda. Amen. Ambia mwenzako usikate tamaa. Usikate tamaa. Amen. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Yaani kuna utajiri. Haleluya. Kuna utajiri kwa watakatifu. Na hiyo utajiri atatupatia sisi turithi. Sio watu wengine wakuja kujifanya ati wanataka kurithia. Sisi ni yetu wenyewe tutairithi. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Utajiri wa Mungu unapokuja, Mungu anakupatia akili ya kuurithi, maana ni yako. Amen. Ndio kwa sababu uliona wakati ulitaka kuoa, wanaume wakapo watatu ama wanne. Kama wewe umeoa inua mkono. Inua mkono juu, sasa unaogopa nini? Mungu abariki hiyo mkono. Amen. Wakati ulitaka kuoa, ulitafuta bibi zaidi. Ukatafuta huyu ama mwingine, ukasema unataka huyu ama mwingine huyu, lakini ukaamua mmoja. Yes. Sasa unamrithi. Kwa hiyo baraka ambayo Mungu anatuandalia anasema sisi wenyewe tutasirithi. Amen. Hakuna mwenye atakuua. Hata mtu akikuja anataka kufarakanisha, Mungu atamtoa. Amen. Kwa sababu ni yako. Yes. Wewe ulilia machozi. Ukaomba hiyo baraka. Yes. Sima Mungu akupatie nafasi ya kurithi. Kama asifiwe sana. Unaona tunauoka sijui nini, mama hizi nilivaula toto. Mwenye mambo yako iko vizuri. Amen. Haleluya. Amen. 19. Na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yake tumainio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uwezo wake. 20. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Juu sana kuliko ufalme wote. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atakufufua. Vile amefufua Kristo. Amen. Atakufufua akutoe kwa magonjwa. Atakufufua kutoka kwa umaskini. Atakufufua kutoe mali ulipo. Na akuweke kwa nafasi ambao pia wewe utafurahia. Ile alifufua Yesu Kristo. Amen. Atakufufua pia wewe katika hali ambayo ni ngumu, unaona ya kwamba hauwezi. Lakini amini, na ukiamini atakufufua kutoe ndani. Kitu ambayo inafanya mapepo ama
imejaa kwa Wakristo hawana imani. Imani hakuna. Mko na imani kidogo. Na nimekwambia imani yako inafundwa na marafiki. Wakati unaanza kupata kamoto kanaanza kuwaka amekuja. Ni kwa nieko. Ulilanga. Ka imani yako kamoto kanasibu. Kamujago furezio. Haleluya. Kama baba ani huyo mtu tu. Amekuja ama anakupikia simu. Ulilanga. Wanzi bishop yete. Yete ndio kwa. Kuna watu kwa hii kanisa wanapenda tu kupikia bishop simu. Wanapikia bishop simu wakimwambia vitina. Wawezi pikia pastor, hiyo anakuua. Pikia mimi simu. Amen. Pikia mimi simu. Ukiwa na shida yote baya na ile? Piga simu. Huyu nimemtuma. Amen. Haleluya. Amen. Nimemtuma kuja kungoja kanisa. Lakini mimi lazima nijue washirika wana shida gani. Amen. Washirika wanaumia wapi? Amen. Mshirika fulani mbona hakuji? Haleluya. Mshirika fulani mbona anateseka katika, lazima nipikiwe simu. Simu naye lazima tu nipikiwe. Amen. Kama mtu anakwambia usipikie bishop simu ati ndio nitimbeba, huyo mtu amepotoka. Ewe, anataka upikie na ukuve tu ati unangoja pastor. Usipige simu. Haleluya. Watu wengi wanapikanga kwa hii kanisa simu saa yote kwa askofu. Askofu ni mtu mkubwa. Mkubwa ni Mungu. Mimi si Mungu. Nituma kutumia wewe. Naweza hata kama utaki nikutumia unipikie simu. Tuendelee. Na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu huu mtu, bali katika ule ujao pia. Bado unaeleza makuwa kisa hivi. Unaona tu kitu yenye ika hapa. Hapa. Kama wewe ni mama, kama mimi, ulikuwa unatarajia wachukua. Mungu akakupea wachukua. Tarajia vitu. Akikupea kama bado uko na nguvu, ambia Mungu bado nataka kuishi. Wacha nione kitu bora una nguvu. Amen. Hapana, ukiona kitu ni unaridhika. Wangapi wameridhika na kile wako nacho? Mimi bado natafuta. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bado unaambia Mungu na hii. Yes. Haleluya. Amen. Ukiona umepata mchukuu mwambie Mungu baba saidia. Huyu mchukuu wangu hata nione kutrichi. Amen. Yaani chochote ambacho Mungu anafanya mwambie pia nahitaji. Haleluya. Amen. Kwa sababu baraka za Mungu siku. Lakini kitu yenye imeua sisi ni mdomo. Ndio kweli wanaoiwa mkanisa. Wako mkanisa. Mimi kwangu watu wakujanga na mtu mwenye anakuja kwangu anakuja kuombewa. Tosha. Sababu hata ukikuja sina nafasi ya kukaa ati kwa kiti tuongee. Niko na kazi mingi. Kukaa kwa kiti ati ulisikia? Wewe utakuwa vile wimbo ilisema shindu shilalaga tonga mwiwe kenyanga wikanire. Shindu shilalaga tonga mwiwe kenyanga wikanire. So mmoja tonga mwiwe kenyanga wikanire. Shindu shilalaga tonga mwiwe kenyanga wikanire. Akando nakatonga mwiwe. Hallelujah. Ndakunya asia kabisa. Amen. Ikanire. Akando akando mwiwe olabo Mungu mlai. Hata utakuwa na haja. Amen. Wangapi wenye wanatembelea na washirika kwa siku, washirika wanakuja kwako zaidi ya 3. Ndio nini shida wanakuja na. Amen. Wewe anakuja kuomba mboga, hajakuja mboga. Si apande sinema. Yao na shamba. Hata unaona amekuja mboga. Amekuja mboga ya saida unamtumia anzi hapo. Lakini unajua vile tunapaka kanisani. Si mboga inaleta mboga si apande ama aende sokoni. Bwana asifiwe. Watu wasikuzoee kuja kwako kufuja moyo. Mwambie hata nyinyi mnakuja kwangu sasa mnaniona.
hajawahi kuja kwako. Kuanzia leo hiyo inaitwa kandarasi. Hata kama yeye ako na vitu alitafuta. Si hata aliweka hapo kila mtu alitafuta. Pia wewe unaweza kutafuta. Yaani watu wanashangaza. Ukiwaona kiroho unacheka tu. Yapite kako mwenzako. 22. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Basi Mungu abariki maandiko. Kitabu cha mwisho ni Yohana 15. Mungu amesema sisi binadamu ametia vitu zote chini ya miguu yetu. Ndio kuna wengine wamefuka nyoka. Vitu zote zimetiwa chini ya miguu yetu. Ndio watu wengine badala ya kufuka kuku, wafuke ng'ombe, wanafuka nyoka. Haleluya. Wengine wako na majura na vitu tofauti. Haleluya. Mungu alitupea hii nafasi tufuke vitu ya kutusaidia. Vitu ambayo inaweza kusaidia hata jirani, vitu ambayo itasaidia hata familia zetu. Tusifuke vitu ya aibu kama manyoka na majura. Hizo tuwachane nazo. Alafu unaharibu watoto wenzako. Ukiona mtoto fulani mwerevu wa jirani unaroka. Uchawi ushindwe katika jina. Na ukiona uchawi kwako ambia Yesu, nimeokoka. Hii pepo la uchawi ambalo limekuja hapa unalikataa katika jina la Yesu Kristo. Amen kabisa. Amen. Yohana 15 kuanzia pengine. Mimi ndimi msabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Sasa ndio mnaona hiyo maneno tunaleta mafuta. Mama mnaleta siku. Wanaleta maji. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi ndimi msabibu. Ora. Na nyinyi ni nini? Teburutia wasikizi. Mimi ndimi msabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Na kila tawi lisaalo ulisafisha ili lisidi kuzaa. Basi usichoke kutenda mema katika nyumba ya Bwana. Amina. Mungu anasema katika andiko ukitenda atakufanya wewe uendelee kunawiri. Yaani watu wakipanda mahindi haikui, wewe yako inafanya tu. Ukipanda njugu sasa watu wanapanda na maharagwe yako inafanya tu. Ukipeleka mtoto shule na mwana sababu wewe unatimiza yale Mungu anataka katika nyumba yake. Kwa hivyo kutoa fungu la 10 na haki yako itakufungulia milango. Kufanya maendeleo hapa kanisani na haki yako. Bwana asifiwe. Wakati unafanya kitu hapa kwa kanisa kama hii, Mungu anakuinua zaidi. Amen. Wakati unaangalia hapa tuanze kuweka tiles, Mungu anakuinua zaidi. Amen. Wakati tumesema tunataka kununua vyombo na uchitoe ulete 20,000, 10,000, Mungu anakuinua zaidi. Amen. Wakati utajitoa tu wewe utanunua keyboard, ulete kanisani. Shikira saa hiyo amelala ingoma ile za kidogo. Lakini watu wameenda mtaka kwanza kupende vyombo, watu watajaa hapa hata youth mtakuwa na mahali pa kuweka youth. Bwana asifiwe. Amen. Youth wapende sana Mungu. Lakini wanaona kama wako mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa wewe usichoke kufanya mambo atuna watu watakuangalia ama watakusema. Kitu unaweza fanyia Mungu wako, wewe mfanyie. Na umfanyie kwa roho moja, hata kusafisha zaidi na uendelee kunawiri na kuwa safi. Endelea. 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa pekee yake. Kama Nyasaye alitusafisha. Sisi tuliookoka tukabatizwa, tumekuwa safi. Basi tukae ndani ya Kristo. Na tukikaa ndani ya Kristo, naye ataendelea kutuhifadhi, kutupigania, kutuongoza na kutuinua katika maisha yetu. Soma hapa alafu uache. Lisipokaa ndani ya msabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. 5. Mimi ni msabibu, ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu, nami ndani yake.
huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mungu abariki. Mungu abariki. Yaani pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya lolote. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bila mimi hamwezi neno lolote. Hiyo mstari ni mzito. Bwana asifiwe. Usichukue hivi ni mzito. Haleluya. Pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Mbona maandiko imesema pasipo fulani mnaimbanga na yeye kwaya hakuna. Imesema hivyo? Hapana. Pasipo fulani kanisani kanisa hakuna. Imesema hivyo? Hapana. Pasipo pastor pasipo Mungu hatuwezi kufanya neno lolote. Uendelee kurudia mstari na uulize Mungu akufunulie zaidi. Hiyo mstari moja. Uwezi chochote. Bwana asifiwe. Ndio sababu wewe tunakuja hapa kutiana moyo. Ili Mungu atuongoze. Ili Mungu akae ndani yetu. Ndio chochote tutataka kufanya tufaulu. Kwa sababu bila neno, bila Mungu hatutafanya chochote. Haleluya. Amen. Na makanisa ya faith believers mimi nikitaka kwenda siwezi sema nitakuja. Nataka kuja hivi ndio nione watu wanakaa. Amen. Siku ya kukuja lazima muwe mmenialika. Siku moja mmenialika hapa nikakataa kuja. Sasa wapendwa wamejitakasa kwa ajili ya maisha yao. Unakuja kinyume kabisa. Baba utakasa wabariki maana unaweza. Asante kwa sababu wanaposimama atakuwa na ushindi. Wale walikuwa na makongo wapate uponyaji. Wale walikuwa wamerudi nyuma kiroho wainue tena. Wale walikuwa na maono imepotea wainue tena. Wale walikuwa wanafanya biashara imeanguka inua biashara. Inua biashara. Kwa baraka katika mikono yao. Wengine wamesomesha watoto. Wamekosa kufanikiwa na kazi. Sasa hivi fungua njia. Fungua njia. Kwa njia wafanikiwa bado. Hebu kufunga njia kazi. Yesu mkombozi mwema na kuamini. Amen.